Mtazamaji wa kipindi maalum kutoka hapa jijini Dodoma, huyo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwasili hapa katika banda la Wizara ya Kilimo. Leo ni tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026, na kila inapofika tarehe 3 ya mwezi wa 8 ya kila mwaka huwa inaadhimishwa siku ya ushirika hapa nchini Tanzania, na leo ni maadhimisho ya siku ya ushirika nchini Tanzania. Huyu ambaye anazungumza hapo ni Dr. Benson Diege. Yeye ni mkurugenzi wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania na ndiye mrajisi wa ni mrajisi wa ushirika Tanzania, akimpa maelezo Mheshimiwa Makamu wa Rais kuhusiana na swala zima la ushirika na namna ambavyo ushirika unaendelea kufanya kazi. Na nikwambie tu msikilizaji, maadhimisho haya siku ya ushirika yanakwenda sanjari kabisa na kauli mbiu isemayo linda ushirika, chagua uadilifu. Linda ushirika, chagua uadilifu. Na hapa Makamu wa Rais moja kwa moja anaelekea katika eneo maalum ambalo limepangwa kwa ajili yake. Kukukaribisha katika viwanja hivi vya Nane Nane, lakini hasa katika kijiji cha ushirika. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako. Tunajua muda ni mchache sana, lakini umeona umuhimu wa kuwa nasi hapa. Naomba niseme tu kidogo kuhusu hali ya ushirika nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna vyama vya ushirika 6557 ambavyo vina wanachama milioni 3.6 ambao wamesajiliwa kwenye mfumo rasmi wa ushirika. Lakini usajili huu unaendelea kwa sababu kwenye daftari lile la mkono, taarifa yetu inaonyesha kwamba tuna wanaushirika zaidi ya milioni 8. Kwa hiyo tunaendelea na usajili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tume ya Maendeleo ya Ushirika imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba vyama vyote vya ushirika vinafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na miongozo. Na niseme tu kumekuwepo na matokeo mazuri sana Mheshimiwa mgeni rasmi ndani ya miaka hii ya karibuni. Kwanza, tumeunda mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika wa kielektroniki. Kwa hiyo vyama vyetu sasa hizi vinakwenda kidijitali zaidi. Na katika hili Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba mfumo huu wa usimamizi wa vyama vya ushirika umeunganishwa na mizani ya kidijitali ambazo ziko maalum kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kule wanakolima, wanakopima mazao yao, ili wasiweze kuibiwa, kwa maana kwamba waweze kutumia vipimo ambavyo viko sahihi. Kwa hiyo tunakwenda kidijitali zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyama vyetu vya ushirika vimeendelea kuwasaidia Watanzania hasa wale wa kwenye kilimo, na huduma zote za pembejeo ambazo zinatolewa kwa wakulima hasa kwenye yale mazao ya kimkakati, ukisema pamba, korosho, tumbaku, kahawa, mkonge na mengine kama hayo, inapitia kwenye vyama vya ushirika. Na kwa mwaka huu takriban bilioni 759, mwaka ulioisha 2025/26, bilioni 759 zilitumika kuhakikisha kwamba wakulima wa nchi hii wanapata pembejeo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutoa huduma hiyo, Watanzania ambao ni wakulima waliweza kupata fedha ambazo zimepita kwenye mfumo wa ushirika trilioni 4.2 kuishia 25/26 kwa maana ya Julai mwaka huu. Hizi ni fedha ambazo zimekwenda kwa wakulima kutokana na tija waliopata kwenye mazao haya ambayo walilima. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye vyama vyetu vya akiba na mikopo SACCOS, kwa sasa mikopo yote iliyotolewa ni trilioni 1.5 kwa Watanzania, na hii ni tunakuwa ndani ya 5 bora ya taasisi zote ambazo zinatoa huduma ya kifedha. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wa vyama hivi katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata mitaji, na hasa wale ambao hawana uwezo wa kwenda kuchukua mitaji kwenye taasisi rasmi kama mabenki kutokana na kukosa vigezo, lakini vyama vya akiba na mikopo SACCOS zinawahudumia vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna Watanzania 1,155,000 ambao wameajiriwa moja kwa moja kupitia vyama vyetu vya ushirika.
Hii inaonyesha kwamba tukiimarisha vyama vya ushirika tunaweza tukapanua wigo mkubwa zaidi wa ajira nchi hii kutokana na vyama vyetu vya ushirika. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, bado tunayo changamoto kwenye ushirika ambayo ni ya uadilifu na uaminifu kwa baadhi ya wana viongozi au wanachama au wadau kwenye sekta ya ushirika. Kutokana na hili tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja, Tume Maendeleo ya Ushirika, COASCO ambao ni wakaguzi wa vyama vya ushirika pamoja na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kuhakikisha kwamba tunaondoa hili tatizo. Na moja ya kazi kubwa ambayo tunaifanya na imezinduliwa na waziri wetu wa kilimo ni kampeni ambayo inaitwa Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Labda niseme wana ushirika wanaweza kuwa wamelisikia. Linda Ushirika, Linda Ushirika. Lengo ya kampeni hii mheshimiwa mgeni rasmi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza uwajibikaji, tunaongeza usimamizi kwenye vyama vya ushirika. Na kampeni hii inagusa kwanza kabisa mwanachama wa chama cha ushirika, kwa kuwa huyu ndiye msimamizi wa kwanza wa ushirika, kwa sababu yeye ndiye ambaye anaona shughuli zote za kila siku. Lakini kampeni hii inagusa watumishi wote ambao wanafanya kazi na vyama vya ushirika, wakiwemo maafisa wa ushirika. Kampeni hii inagusa mamlaka zile zinazotoa haki, wakiwemo TAKUKURU, mahakama pamoja na jeshi la polisi, ambao hawa wanatusaidia pale ambapo kuna wachache wanaokwenda kinyume na taratibu za ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni machache ambayo tunafanya kwenye ushirika, lakini niseme katika siku ya leo pamoja na taarifa hii, sisi kama wanaushirika tumeona na wewe utakuwa umekuwa shahidi mzuri sana, tumekuwa na changamoto ya usimamizi wa mali za ushirika nchini, na kuna wakati ambao mali za ushirika zilitapakanywa sana, watu walijiuzia, walichukua. Tumekuja na mfumo rasmi wa kutambua kila mali ya ushirika ilipo, inafanya nini na inawezaje kutumika katika kuongeza thamani. Kwa hiyo katika shughuli ya leo pia tutakuomba pale utakapokuwa, kama utakuwa umeridhia, utizundulie taarifa ya mali za ushirika ambayo itatusaidia sisi kama tume kuendelea kusimamia vyama hivi vya ushirika, na hasa kuhakikisha kwamba mali zake zinazalisha na zinaleta tija kwa wanaushirika na Watanzania kwa ujumla. Hilo ni moja. Lakini la pili, mheshimiwa mgeni rasmi, pia kutokana na kukua kwa ushirika hizi siku za karibuni, tumeona sasa lazima twende kwenye huduma, kuongeza huduma kwa wanaushirika. Sasa ukienda kwenye mazao kama tumbaku, kumekuwa na changamoto ya wale wakulima wanapata wanapolima wanajikuta kwamba labda imetokea mvua ya mawe, imetokea ukame, wanakosa kupata chochote baada ya kilimo. Kwa hiyo tumekuja pia na bima ya ushirika ambayo lengo lake ni kuhakikisha kwamba mkulima anapotoka kwenda kulima anakuwa na uhakika kwamba hata ikitokea nini bado ile ajira yake itamnufaisha huyo mkulima. Kwa hiyo pia leo mheshimiwa mgeni rasmi, kama utaridhia, pia utatuzindulia pia bima ya ushirika ambayo tumefanya majaribio kwa mkoa wa Tabora na tumeona imefanya vizuri kwenye zao la tumbaku, na lengo letu ni kwamba baada ya kumaliza zao la tumbaku twende kwenye mazao mengine yote ikiwemo korosho, pamba na zao mengine yote ambayo wakulima wetu wanaweka nguvu kubwa kuhakikisha kwamba wanapata ajira kwenye eneo hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nashukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana. Ushirika. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha kwa heshima kubwa sana katika kijiji cha ushirika kilichopo kwenye maonyesho ya Nane Nane hapa Nzuguni, Dodoma. Na awali ya yote, nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia afya njema na kutuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu. Aidha, tunashukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kutenga muda wako na kutembelea kijiji hiki. Uwepo wako katika tukio hili unatoa heshima kubwa sana kwa sekta ya ushirika na unatoa hamasa kwa mamilioni ya wananchi na wanachama wa ushirika nchini kuendelea kushiriki kamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kijiji cha ushirika ni dhana maalum iliyoandaliwa ili kuonyesha kwa vitendo maisha halisi ya mfumo wa ushirika na namna ambavyo vyama vya ushirika vinahudumia wanachama wake kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mnyororo wa thamani. Kijiji hiki kinawakilisha ujumuishi wa shughuli za ushirika kwa kuonesha huduma mbalimbali zinazopatikana kupitia vyama vya ushirika, ikiwemo uzalishaji, ukusanyaji wa mazao,
uchakataji na uongezaji wa thamani, masoko, huduma za kifedha ambapo tuna vyama vya akiba na mikopo, lakini huduma za bima, pembejeo za kilimo, elimu na mafunzo, matumizi ya teknolojia pamoja na uwekezaji unaowanufaisha wanachama. Kwa kutembelea kijiji hiki, mgeni rasmi, yeyote anayepita katika vijiji hivi anapata picha halisi ya jinsi ushirika unavyounganisha wananchi, kuwawezesha kiuchumi na kuboresha maisha yao kupitia umiliki wa pamoja, ushiriki wa kidemokrasia na mgawanyo wa manufaa kwa wanachama. Hivyo, kijiji hiki cha ushirika si eneo la maonyesho tu, bali ni taswira ya mchango wa ushirika katika maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi na makamu wetu wa rais, sekta ya ushirika imeendelea kuwa ni nguzo muhimu katika kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia kilimo, masoko, huduma za kifedha, uwekezaji na uongezaji thamani wa mazao. Na kupitia maonesho haya tumepata fursa ya kuonyesha mafanikio hayo, ubunifu wa mchango wa vyama vya ushirika katika kuinua maisha na jamii kwa ujumla. Na vile vile, Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuchukua nafasi hii kwa kipekee sana nitoe shukrani zetu za dhati sisi kama wanaushirika kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha mazingira wezeshi ya maendeleo ya shirika hapa nchini kwa kupitia maboresho ya sera, sheria na programu mbalimbali zinazochochea ukuaji wa sekta hii muhimu. Mgeni rasmi, Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania linaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha ushirikishi wa vyama vyote katika masuala ya utawala bora, ili kuhakikisha ya kwamba vyama vyetu vinafanya kazi kwa weledi na kuhakikisha ya kwamba ile tija inayotarajiwa inafikiwa. Na kwa kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kwa mara nyingine tena nikushukuru sana wewe kwa kutenga muda wako kuja kijijini hapa na kuweza kushiriki nasi katika siku hii maalum ya siku ya ushirika katika maonyesho haya ya 8/8 mwaka huu 2026. Asanteni sana kwa kumsikiliza na Mungu awabariki. Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel John Nchimbi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida, natambua uwepo wa Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, ndugu yangu Jabir, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Wakili Msomi Ngwasi Kamani, Mkurugenzi wa Tume ya Ushirika na Mrajisi wa Ushirika nchini, nitambue uwepo wa mbunge wetu wa jimbo la Dodoma, lakini na manaibu katibu wakuu na viongozi wote wakiongozwa na mkurugenzi wa TFC, lakini na makamu mwenyekiti wa Tume ya Ushirika. Kazi na utu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimepewa jukumu la kuzungumza kidogo kisha nikukaribishe kwa ajili ya matukio muhimu mawili. Na mimi kwenye kidogo nisisitize tu kwamba kwa kweli taarifa zetu za kina zimetolewa hapa na mrajisi wetu wa vyama vya ushirika au Tume ya Ushirika nchini, ambaye ndiye mkurugenzi pia, lakini pia na mkurugenzi wetu mtendaji wa TFC kwa maana ya Shirikisho la Vyama vya Ushirika. Kikubwa tu kwetu, bado nchi yetu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, inaamini katika ujamaa na kujitegemea, na nguzo moja muhimu ya ujamaa na kujitegemea ni ushirika, kukusanya nguvu kwa pamoja na kujenga uchumi kwa pamoja. Na kwa hiyo kwetu kwenye maadhimisho haya ya 8/8, moja ya jukumu muhimu ilikuwa ni kutenga siku maalum kwa ajili ya ushirika ili kuupa heshima yake, hadhi yake na thamani yake.
Ndiyo maana tukakuomba uridhie kuwa mgeni rasmi wa siku hii muhimu, na kwa kweli tunakushukuru sana. Na nilikuwa na teta hapa na watu wawili watatu, wanasema heshima ulioipa siku hii inadhihirisha kwamba ushirika sasa unaenda kuwa ushirika kweli kweli. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Amesema hapa Mlajis, ndugu yangu Daktari Ndiege, kwamba moja ya eneo la msingi kumekuwa na changamoto kidogo umo ndani kwenye baadhi ya maeneo ya uaminifu ndani ya ushirika, lakini niwapongeze, wakaja na mkakati wa udhibiti wa kina uliobeba kauli mbiu inayosema linda ushirika, chagua uadilifu. Na kwa kweli matokeo yake yameanza kuonekana, ingawa naona wakiendelea kuweka msisitizo ili kusukuma ajenda ya kulinda ushirika na kuchagua uadilifu, ili mali zile zilizopatikana kwenye umoja huo ziendelee kuwanufaisha wote kwa muda mrefu. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, maadhimisho ya mwaka huu tumeapa kauli mbiu ambayo inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kauli mbiu hii kwetu sisi inatusukuma kwenye eneo la msingi sana, kwa sababu tukilima tu bila kuwa na uhakika wa soko, tunatengeneza liability, mzigo kwa mkulima. Mkulima hawezi kupata manufaa ambayo anayakusudia, na hamu ya kurudi shambani inakufa. Kwa hiyo tumesema kwanza tunatambua soko, lakini tukishatambua soko tunaongeza tija, na kwa ujumla tunakuwa tumejielekeza kwenye kutekeleza malengo ya dira yetu ya 2050. Kwa kusema hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, najua tumetumia leo na tumekutembeza kwenye shughuli nyingi sana, utuwie radhi, lakini ni matamanio yetu yaliyobeba dhamira ya kukufanya upate sura pana ya kile ambacho kinafanyika ndani ya uwanja huu. Sasa nimepewa jukumu la kukuomba uridhie kutufanyia mambo mawili, na baadaye uzungumze nasi, utuelekeze na kushauri kwa namna utavyoona inafaa. Sasa nitumie nafasi hii kukukaribisha kwa ajili ya zoezi la kwanza la uzinduzi wa taarifa ya uthaminishaji mali za ushirika, alafu tuendelee na la pili, na baadaye nikukaribishe rasmi sasa kuzungumza na wanaushirika waliopo hapa na Watanzania nzima. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Utamkabidhi Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vitabu 5, atavizindua. Asante, na mimi nitahesabu 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Taarifa ya uthaminishaji wa mali za vyama vya ushirika imezinduliwa. Naomba tupige makofi mengi tena. Ushirika oye! Kijiji cha ushirika oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kuzindua taarifa hiyo, nitaomba utamkabidhi kitabu cha kwanza Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mbunge, waziri wa kilimo. Baada ya hapo utamkabidhi Mheshimiwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida. Utafuatiwa Daktari Benson Ndiege. Utafuatiwa na Mheshimiwa Mwasi Damas Kamani,
Mbunge, naibu waziri, na mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, nitakuomba kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Alhaj Jabir Sheikh Mweri ukapokee. Asante sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kuzindua na kukabidhi taarifa hizo kwa viongozi hao tuliowataja, nitaomba ubaki na Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo. Nitaomba viongozi wengine turudi tuketi. Itifaki inayofuata sasa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni waziri mwenye dhamana ya kilimo kukuongoza kuelekea kwenye eneo lililoandaliwa ambako unakwenda kuzindua mfumo wa ushirika bima. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, naomba umwalike Mheshimiwa Makamu wa Rais aelekee kwenye eneo la uzinduzi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tutaanza na 3, 2, 1. Kupitia ajenda yetu ya mageuzi vijijini, tunatamani sana vyama vya ushirika vihamasishe wanaushirika kuwa na bima zao. Kwa muda mrefu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa na ndoto ya kuanzisha bima itakayowalinda wakulima wote nchini. Mpango huu sasa umetimia. Serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika na Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania inawaletea programu ya ushirika bima. Programu hii inalenga kulinda mazao kama tumbaku, pamba, korosho, kahawa, ufuta, mkonge, miwa pamoja na mali na afya za wakulima nchini. Mazao haya yatalindwa dhidi ya majanga asilia kama vile ukame, wadudu, mafuriko, mvua za mawe, ukungu, moto, upepo mkali. Pia bima inamlinda mkulima katika kipindi chote cha shambani hadi kwa mnunuzi wa mwisho. Kufanikisha hili, hatua ya kwanza imeanza na mfumo wa kidijitali ulioandaliwa na mtaalamu mshauri Wintrust Insurance Brokers Limited kwa usimamizi wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika na Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania. Mfumo huu umeanza majaribio mkoani Tabora kwa kusajili wakulima wa tumbaku. Wakulima waliosajiliwa jumla mkoani Tabora ni 32,273 kati ya 49,749. Ekari jumla za wakulima zilizosajiliwa ni 377,078. Ekari za tumbaku zilizosajiliwa ni 117,748. Wakulima waliokewa GPS coordinates kwa wilaya za majaribio Uyui, Tabora Manispaa na Nzega ni 1,552 kati ya 8,200, na zoezi bado linaendelea. Mfumo huu unakusanya taarifa za mkulima kama NIDA, umri, picha na familia yake kwa ajili ya huduma za bima ikiwemo bima ya afya na bima ya maisha. Sio hivyo tu, mfumo unachukua majira nukta, yaani GPS coordinates za shamba, eneo lililopo, ukubwa wa ekari na matarajio ya mavuno. Pia inamwezesha mkulima au ushirika kuripoti majanga ya kibima kwa njia ya kidijitali moja kwa moja kwenda makampuni ya bima bila kuchelewa. Ushirika bima kupitia mfumo huu unaleta ufanisi, uwazi na uwajibikaji kwa wadau wote kwenye mnyororo wa thamani wa ushirika. Ushirika bima, pamoja tunalindwa. Asante. Makofi mengi. Mfumo wa ushirika bima umezinduliwa. Mheshimiwa Jabir Sheikh Mweri, mkuu wa wilaya Dodoma, anayemwakilisha mkuu wa mkoa, naibu makatibu wakuu wote mliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo, waheshimiwa Dr. Benson Diege, mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Bwana Fares Muganda, mkurugenzi mtendaji wa Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania,
wajumbe wa bodi, management na watumishi wa Tume ya Maendeleo ya Watumishi mliopo, viongozi wa dini, kamati ya usalama ya mkoa, wakuu wa taasisi na warajisi wasaidizi wa mikoa mliopo, wana ushirika wote mliohudhuria. Mbunge Dodoma mjini yupo? Sitaki kusahau kwamba wabunge lazima watajwe. Mheshimiwa mbunge wa Dodoma mjini, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nianze kwa kueleza furaha yangu ya kupata fursa ya kutembelea kijiji cha ushirika ndani ya viwanja vya maonyesho ya Nane Nane na kujionea huduma na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazofanywa na vyama vya ushirika nchini. Nampongeza na kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia mageuzi na kuimarisha maendeleo ya ushirika nchini na kuhakikisha ushirika unaendelea kupewa kipaumbele na kuwahudumia wanachama ipasavyo. Nimekumbuka sehemu moja nilienda, tulikuwa tuna mkutano kama huu. Mgeni wetu mmoja alikuwa raia wa nchi ya kigeni, mzungu. Watu wakichelewa makofi anawakumbusha, hey, makofi makofi. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Daniel Chongolo, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, kwa kunialika na kunipa fursa hii adhimu ya kutembelea maonyesho ya Nane Nane katika kijiji cha ushirika. Ninawashukuru sana na kuwapongeza kwa maandalizi mazuri ya kijiji cha ushirika. Vile vile nawapongeza wanaushirika wote kwa kuhudhuria kwa wingi kwenye maonyesho haya yanayotoa fursa ya kutangaza bidhaa na huduma mnazotoa kupitia vyama vya ushirika. Nimejionea bidhaa na mazao mbalimbali mnayozalisha pamoja na huduma za kifedha zinazotolewa na vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, ambapo kwa pamoja shughuli hizi zinachangia kiasi kikubwa kukuza uchumi wa nchi yetu. Hongereni sana. Ndugu washiriki, katika kukuza sekta ya kilimo na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa, serikali imedhamiria kutoa huduma bora kwa wakulima, zikiwemo pembejeo na huduma za ugani kwa wakati. Mathalan, katika kuongeza matumizi ya mbolea nchini, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji na kuhimiza matumizi ya mbolea kupitia mpango wa ruzuku ili kuongeza tija na uzalishaji. Hivyo katika usambazaji wa mbolea kuna jumla ya vyama vya ushirika 2571 ambavyo ni mawakala wanaotambaza mbolea kwa wakulima. Hii ni hatua kubwa na muhimu inayoendelea kufanywa na vyama vya ushirika katika kusogeza huduma kwa wakulima. Hali kadhalika, serikali imejikita katika kuongeza uwazi katika upokeaji wa mazao, kuimarisha usahihi wa vipimo na kuongeza imani ya wakulima kwa vyama vyao. Na hili serikali imewezesha usambazaji wa mizani za kidigitali 5558 kwenye vyama vya ushirika wa mazao AMCOS vyenye thamani ya shilingi bilioni 18.36. Hili linaenda sambamba na uwekezaji katika mfumo wa kidigitali ili kuwezesha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa haraka kupitia mifumo ya TEHAMA. Serikali pia imeendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayohakikishia sera na sheria inayosimamia vyama vya ushirika inaendelea na mahitaji ya sasa na kujibu changamoto zilizopo. Ndugu washiriki, kwa kutambua umuhimu wa ushirika katika kuwaweka wakulima pamoja, serikali inaendelea kuhamasisha wakulima, wafugaji na wavuvi kujiunga na vyama vya ushirika AMCOS vitakavyokuwa chanzo cha mikopo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao na kuimarisha uwekezaji katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda vya kusindika mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Aidha, kuimarisha upatikanaji wa mitaji, serikali inaendelea kuhamasisha na kuzitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa na huduma zitakazowezesha wananchi wengi kukopa ili kukuza mitaji yao. Nichukue fursa hii kuvipongeza vyama vya ushirika kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana, ikiwemo kuongezeka kwa 16.12% ya thamani ya mazao ya kupitia vyama vya ushirika kutoka shilingi trilioni 4.2 msimu 2024/25 hadi shilingi trilioni 4.9 msimu wa 25/26.
kukamilika kwa zoezi la utambuzi na uthaminishaji wa mali za vyama vya ushirika nchini, ambapo mali zenye thamani ya shilingi trilioni 1.008 zimetambuliwa na kufanyiwa uthaminishaji. Uwekezaji katika ujenzi wa ghala za kuhifadhi mazao, viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na ununuzi wa maroli ya kusafirisha bidhaa za mazao ya wakulima na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia ajira za kudumu na muda mfupi na mchango katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu na afya. Ndugu washiriki, mitaji ni muhimu ili kuimarisha uwekezaji katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda vya kusindika mazao, mifugo na uvuvi. Ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji, serikali imeendelea kuhamasisha na kuzitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa, huduma nyingine zenye unafuu kwa ajili ya wakulima, wavuvi na wafugaji. Nimefarijika kuona benki ya ushirika inaendelea kufanya kazi nzuri ya kuwahudumia wakulima, wanachama wa vyama vya ushirika na wananchi kwa ujumla. Napenda kutoa rai kwa Wizara ya Kilimo kuhakikisha benki hii inakuwa na kuimarika ili kuwa suluhisho la kudumu la huduma za fedha kwa wakulima. Aidha, nimefarijika sana Tume ya Maendeleo ya Ushirika, Shirika la Bima la Taifa na Shirikisho la Vyama vya Ushirika zikisaini makubaliano ya mashirikiano katika eneo la kumlinda mkulima na ushirika bima. Hii ni hatua muhimu katika jitihada za kumlinda mkulima dhidi ya majanga mbalimbali yanayotokana na kilimo na nje ya kilimo, na hivyo kuwalinda wakulima dhidi ya hasara zinazoweza kujitokeza kwa kuwekea wakulima bima. Hongereni sana kwa hatua hii muhimu. Ndugu washiriki, ni dhamira ya serikali kuimarisha na kuendeleza ushirika nchini. Hivyo ninaitaka Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika na kutoa miongozo ya kitaalamu kwa vyama vyote nchini. Aidha, Shirika la Ukaguzi na Usimamizi wa Vyama vya Ushirika COASTO pia liendelee kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vyama vya ushirika kwa lengo la kuhakikisha nidhamu ya matumizi ya fedha, kuzuia ubadhirifu na kuongeza uwazi katika uendeshaji wa vyama hivyo. Ushirika wenye uadilifu ni muhimu sana katika kujenga imani kwa wanachama na kuvutia uwekezaji zaidi. Kuimarika kwa ushirika kunategemea uwajibikaji, uaminifu na uadilifu wa wanachama na viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika. Kwa msingi huo, kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu iliyozinduliwa hivi karibuni imekuja wakati mwafaka ili kuimarisha uwazi, uwajibikaji na mapambano dhidi ya vitendo vya ubadhirifu na rushwa katika vyama vya ushirika. Wito wa serikali kwa taasisi za umma na binafsi, wadau wa maendeleo na wadau wote ni kuipa ushirikiano Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika kufanikisha utekelezaji wa kampeni hii muhimu inayolenga kutokomeza vitendo vya kihalifu ndani ya ushirika. Ndugu washiriki, ili kuimarisha utendaji kazi wa vyama vya ushirika na kuinua mchango wake katika kukuza uchumi wa taifa letu, naitaka Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuhakikisha ushirika unaendana na Dira 2050 inayoelekeza vyama vya ushirika kuwa na mwelekeo wa kibiashara na kuwa kichocheo muhimu cha ujenzi wa uchumi wa viwanda na ukuaji jumuishi wa taifa letu. Kutoa elimu na hamasa zaidi kwa wananchi wote ili kujiunga na vyama vya ushirika na kufikia lengo la mpango wa maendeleo ya miaka 5, kuhakikisha sekta zote na makundi yote muhimu, hususan vijana na wanawake, wanawezeshwa kuanzisha na kusimamia vyama vya ushirika na kuimarisha uongozi wa vyama vya ushirika pamoja na kuchukua hatua kali na za kisheria kwa vitendo vyote vya ubadhirifu. Kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwenu kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika siku hii maalum ya ushirika katika maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi jijini Dodoma kupitia kijiji cha ushirika. Hakika nimeona na kujifunza mengi kuhusu huduma na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazofanywa na vyama vya ushirika nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Leo tarehe 3 mwezi wa 8 2026 katika viwanja hivi vya 88 hapa Nzuguni tulikuwa na ugeni wa Mheshimiwa Balozi Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, ambaye
alikuja kutembelea kijiji cha ushirika, na mambo muhimu ambayo ameyasisitiza katika hotuba yake, mojawapo ni suala zima la uadilifu ndani ya vyama vya ushirika na uaminifu, ili kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika hapa nchini vinakuwa na manufaa kwa wanachama, lakini pia vinaleta tija kwenye uchumi wa taifa. Jambo hili linaenda sambamba na kauli mbiu ambayo tumeizindua miezi kama mitatu iliyopita ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Maana kubwa ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, kwanza inaweka dhamana kwa mwanaushirika mwenyewe kuwa ni mstari wa kwanza wa kulinda chama chake, lakini pamoja na maslahi yote yanayotokana na vyama vya ushirika. Lakini pili, kauli mbiu hiyo inatoa wajibu kwa viongozi pamoja na watendaji kukumbuka maadili na miiko yao ndani ya vyama vya ushirika kama viongozi, lakini vile vile kama watendaji. Lakini tatu, inatoa wajibu kwa mamlaka zinazosimamia kuhakikisha kuwa muda wote vinakuwa tayari kuchukua hatua za haraka na za makusudi pale wanapobaini kwamba kuna vitendo ambavyo vinakiuka maadili ya uongozi ama maadili ya utendaji ndani ya vyama vya ushirika, ili waweze kuchukua hatua ipasavyo dhidi ya wale ambao wanabainika kufanya vitendo hivyo ndani ya vyama vya ushirika. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba vyama vyetu vya ushirika hapa nchini vinakuwa, vinastawi, lakini zaidi ya yote vinaleta tija kwa mwanachama wa vyama vya ushirika, lakini zaidi sana vinachangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, na hasa kwa sasa hivi kufikia dira yetu ya 2050. Asanteni sana. Mifumo ikoje? Mifumo ni rafiki kuweza kudhibiti huu uadilifu? Tunashukuru sana kwa jumla. Mifumo ambayo imewekwa na serikali ni mifumo ambayo ni rafiki, ni mifumo ambayo inawezesha kwa haraka sana kutambua kwamba kuna jambo ambalo linaonekana kufanyika ambalo ni kinyume cha maadili ya uongozi. Kama ambavyo msikia mrajisi na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika salamu za awali za kumkaribisha mgeni rasmi alidokeza kwamba sasa hivi ushirika unasimamiwa kidijitali, na mifumo hii ya kidijitali ukiacha tu ule mfumo wa MOVE, lakini pia kuna mifumo mingine mbalimbali ambayo inaunganishwa na mfumo wa MOVE, ikiwemo kama vile mizani ya kidijitali. Yote hii inasaidia sana katika kuchochea kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usimamizi thabiti ndani ya vyama vya ushirika. Nini wito wako sasa kwa wanaushirika na wakulima kwa ujumla? Wito ambao naweza kusema siku ya leo, hasa tukiwa na furaha kubwa kabisa kwamba tunasherehekea siku yetu ndani ya 88, ni kwamba ushirika tuzidi kusonga mbele, ushirika tuzidi kutenda kwa kuzingatia maadili, kwa kuzingatia misingi, kwa kuzingatia kanuni zetu za vyama vya ushirika, na kwa kutekeleza hayo ambayo tunayaishi au ambayo tunatakiwa kuyaishi. Tuna uhakika kabisa kwamba vyama vya ushirika hapa nchini ndivyo vinavyopaswa kushika na kuongoza nguzo zote au sekta zote za uchumi. Kwa nini? Kwa sababu tuna kila rasilimali ambayo inahitajika, iwe kwenye viwanda, usafirishaji ama ni majenzi. Kila rasilimali hizo sisi ndani ya vyama vya ushirika tunazo. Kwa jambo ambalo linalotakiwa kufanyika ni kuendelea kujifunza, lakini zaidi kadri tunavyoendelea kujifunza, basi tuendelee kushika miiko maadili, kuzingatia kanuni zetu na taratibu zetu za uendeshaji wa vyama vyetu vya ushirika. Na katika siku ya leo taarifa mbalimbali zimeonyeshwa kupitia mrajisi lakini na waziri wetu wa kilimo, ambazo kimsingi zinaonesha hali ya ukuaji wa vyama vya ushirika nchini kwamba imeendelea kuimarika kwenye maeneo yote, na kuna maeneo ambayo pia mheshimiwa mgeni rasmi ameyatolea maelekezo ambayo sisi kama sehemu ya utekelezaji, kwa sababu ndio tupo kwenye vyama, tumeyapokea vizuri. Mojawapo naweza nikalizungumzia ni swala la kuendelea kusimamia vema rasilimali za vyama vya ushirika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinanufaisha wanachama wake. Kauli mbiu ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, hii inamaanisha nini?
Kauli mbiu hii inatutaka viongozi lakini pia na wanachama katika shughuli zetu zote tunazozifanya tuchukulie sekta ya ushirika kwa ukubwa na mapana yake. Tuhakikishe kwamba rasilimali ambazo zinakuwepo kwenye vyama hivi zinatumika kwa manufaa ya wanachama na sio kwa ajili ya manufaa ya sisi mmoja mmoja, ya sisi viongozi peke yetu. Mwisho wa siku kinachotakiwa ushirika uweze kunufaisha jamii kwa ukubwa, na kama ambavyo falsafa yake ipo, tuweze kunufaisha wananchi na jamii kwenye eneo la kiuchumi lakini pia na kijamii. Naam. Mnakwendaje sasa kulinda huu ushirika kulingana na mazingira yaliyopo? Sasa hivi kikubwa sana kwanza ni kuwa na viongozi wazuri. Wanachama wahakikishe kwamba viongozi ambao wanawaweka katika mamlaka za uongozi kwenye maeneo mbalimbali, bodi, lakini tazungumzia pia kwenye upande wa SACCOS, kamati za usimamizi na wawakilishi ambao wanawachagua kwenye mikutano yao, wahakikishe kwamba wanawafahamu vizuri na hawawatilii shaka uadilifu wao, kwamba usimamizi wao, uelewa wao wa sekta upande wa SACCOS wanasimamia vizuri. Lakini eneo lingine ni uwajibikaji pia wa wanachama. Sehemu ambazo tunatakiwa kuhoji, basi tuhoji kwamba jambo fulani haliko vizuri, tunataka majibu yake ni kwa nini limekuwa hivi, tulipanga tufanye hivi na hakikuwa ambacho kile tumekipanga, basi tuweze kupata majibu ambayo yanakuwa yanaridhisha. Lakini eneo lingine ni nafasi pia ya msimamizi, kwa sababu yeye ana nafasi ya kufanya mambo mbalimbali ikiwemo uchunguzi, ukaguzi. Haya yote yatatusaidia kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinafanyika kwenye ushirika sasa kinakwenda kwa viwango hivyo vya kulinda. Lakini nafikiri la mwisho ambalo ni la muhimu ni sasa hivi ni tehama, uwekezaji pia kwenye tehama utatusaidia kutoka huko, kwa sababu yale makosa madogo madogo ambayo yanafanyika kwenye miamala, kwenye ubadhilifu ambao unafanyika labda kwa makusudi kabisa, tehama inaweza katurahisishia kuziba mianya hiyo. Tunajua kwamba pamoja na kuwa na tehama bado kuna changamoto ndogo ndogo, lakini tunaamini uwepo wa tehama utasaidia kuziba mianya hiyo ambayo inatupelekea kwenda kuwa na changamoto hizo za kiuadilifu. Mpaka leo hii mna kipi cha kujivunia na mnaweza kusimama mbele za watu na mkajivunia nacho? Kwanza ni namna ambavyo kwenye upande wa SACCOS, namna ambavyo SACCOS zimeendelea kuwa injini kubwa ya kutoa mikopo na mitaji kwa jamii. Mrajisi amesema pale kwenye speech yake kwamba hadi sasa hivi ni takribani trilioni 1.4. Hizi ukituchanganya na taasisi nyingine za kifedha, kwenye top 5 sisi kama SACCOS tupo, kwa sababu ya namna ambavyo tumekuwa tukitoa rasilimali hizi kwenda moja kwa moja kwa jamii. Lakini mguso ambao tunaufanya, maeneo ambayo SACCOS zinafika ni maeneo ambayo taasisi nyingine za kifedha haziwezi kufika. Masharti ya SACCOS ni rafiki, gharama zake ni ndogo ukilinganisha na taasisi nyingine za kifedha. Kwa hiyo hilo tunajivunia, lakini pia ni ukuaji wa wanachama. Sasa hivi tuna idadi ya wanachama takribani tunafika karibia milioni 2. Na wanachama milioni 2 ambao wananufaika na vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS, ukiwaweka kwenye kile tunaita multiplier effect, maana yake inawezekana ni si chini ya wananchi milioni 6 mpaka milioni 8 wananufaika kutokana na uwepo wa SACCOS. Lakini pia ni kuchochea maendeleo kwenye maeneo mengine. Sasa hivi tuna programs ambazo tunazifanya, mfano kwenye vyama ambavyo ni vya ushirika wa mazao tunaanzisha pia na SACCOS kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima pia wanapata rasilimali fedha kwa ajili ya kufanya shughuli zao ambazo wanazitaji zinaendana na masuala ya kilimo. Mwisho kabisa, wito wako ni upi sasa kwa wana SACCOS? Wito wangu ni tuendelee kusimamia vyema SACCOS zetu. Upande wa wanachama tukope, turejeshe, lakini tuendelee kuchangia zile rasilimali ambazo ndio msingi hasa wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Lakini kwa viongozi tusimamie vizuri taasisi zetu, lakini tuwe na uongozi ambao una maono. Tufikirie kwamba kila siku inapozidi kwenda mbele tuongeze kitu ambacho kitakuwa kina utofauti wenye athari chanya kwa SACCOS yenyewe, mwanachama mmoja mmoja, lakini na kwa jamii pia inayotuzunguka. Tunakushukuru sana. Asante.